kuna vita vingine mpendwa, hauwezi kushinda wewe kama wewe. Unamhitaji Mungu awe upande wako ili uweze kushinda. Hasa sisi ambao tunamtumikia Mungu. Inawezekana unamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, ya kuhubiri, zote ni njia za kumtumikia Mungu. Ili uweze kushinda vita hiyo, lazima uso wa Mungu uwe pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kitabu cha Kutoka 33:12 mpaka mstari wa 17, tutaona pale mtumishi wa Mungu Musa alipopata nafasi ya kuzungumza na Mungu macho kwa macho. Biblia inatueleza mtumishi wa Mungu Musa alimwambia Mungu kuwa uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Musa alijua ni mambo gani mazito yaliyoko mbele yake. Katika safari yake, pasipo uso wa Mungu kwenda pamoja na yeye, hatuweza kufika popote. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mtumishi wa Mungu ambaye unayemtumikia Mungu, pasipo uso wa Mungu kuwa pamoja na wewe, hautaweza kufanikiwa katika huduma yako unayoifanya. Ili uweze kufanikiwa, unamhitaji Mungu aweze kuwa upande wako, ndipo utapoyaona mafanikio. Tuone katika mstari wa 14 unasemaje. Mstari wa 14, Mungu anamjibu Musa, anamwambia kuwa uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Uso wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, utajisikia raha kwenye kazi yake unayomtumikia. Utajisikia amani, hautaweza kupungukiwa amani. Kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu uso wa Mungu upo pamoja na wewe.